Wana muungano wa kijeshi wa NATO umesema uko tayari kukabiliana tishio lolote kutoka Irani na utachukua hatua zinazofaa kulinda nchi wanachama. Kauli hiyo imetolewa na afisa wa NATO akijibu ripoti ambayo ilitoka juzi ya gazeti la Financial Times ambayo ilieleza kwamba Irani inaweza kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani barani Ulaya iwapo Rais Trump ataongeza mashambulizi dhidi ya Irani. Sasa afisa huyo amesema uwezo wa NATO wa kuzuia na kujilinda ni imara na wenye ufanisi, akitaja tukio la mapema mwaka huu ambapo mifumo ya ulinzi wa anga ya NATO ilinasa makombora ya Irani yaliyolenga Uturuki mara 4 tofauti. NATO anasema usiguse mwanachama wetu yoyote. Irani alisema kama Trump atafanya tena wataanza kutafuta vituo vya Marekani ambavyo viko Ulaya. So, unajua nacheka kusema ule ukweli. Watu hawa ambao wanazungumza ya kwamba wana uwezo wa kuikabili Iran ikifanya mashambulizi katika vituo vya kimaslahi vilivyoko katika mataifa vya Marekani, ndio hawa ambao kwa miaka mingi wamemtegemea Marekani kama caretaker wa ulinzi kwa taifa lao. Na ni Marekani huyu ambaye yuko katika vita na Iran, ambaye aliingia na malengo lukuki, malengo ambayo kufikia sasa mwezi wa 6 kuelekea wa 7 hayaonekani kuwa yamefanikiwa. Sasa swali nalojiuliza, ikiwa mlinzi wao mkuu wa anga kupitia mifumo yake ya Patriot amepambana na huyu anayemwita kwamba wanamudu kwa miezi 6 kuelekea 7 na ameshindwa kumtiisha, kumpigisha magoti kwa habari ya malengo aliyokuwa nayo, ikiwemo kuondosha utawala uliopo anaoita ni wa kishetani, kuweka utawala anaoita wa kidemokrasia. Hawa ambao ni wategemezi wake ndio wataweza. Ukimtoa Marekani, NATO inabaki na nani kinguvu? Ukimtoa Marekani hakuna mtu mwingine. Sasa anapotoa taarifa kwamba, ndio maana nimeanza kucheka, kwa sababu ni hawa ambao Donald Trump mwaka 2025 alipowaambia kwamba anaondosha ufadhili wa ulinzi kupitia mifumo yake ya Patriot na kwamba sasa wakuze bajeti za kiulinzi katika nchi zao ili waanze kujilinda, walipiga kelele na kuanza kusema hapana, usifanye hivyo kwa sababu wana uoga. Hawa watu licha ya wingi wao kuwa mataifa wanachama zaidi ya 20 combined together, ukiwaunganisha kwa pamoja hawawezi kupambana na Iran kivita. Wakati NATO haina uwezo wa kupambana na Iran kivita, kwa sababu aliyekuwa mfadhili mkuu wao ambaye ni Marekani ndio huyu ambaye mpaka sasa hivi kwenye margin ya malengo ameshindwa kumtiisha Iran. Sasa kama huyo mlinzi wenu mkuu, mfadhili wenu mkuu ameshindwa kupambana na huyo mnayemuita mnamudu, hao ninyi mnaweza kumudu? Wakati hayo yakiendelea, falme za Kiarabu UAE na zenyewe zimesitisha biashara ya miamala yote ya kifedha na Irani hadi hapo itakapotangaza vinginevyo kutokana na kuongezeka kwa mvutano katika eneo hilo. Sasa wizara ya mambo ya nje ya UAE imesema uamuzi huo umetokana na kuongezeka kwa mzozo unaotishia amani na usalama wa eneo hilo na kimataifa. Saa chache kabla ya tangazo hilo, waziri wa ulinzi wa UAE wizara hiyo ilisema imegundua makombora mawili ya ballistic yaliyorushwa kutoka Irani kuelekea UAE. Kwa mujibu wa wizara hiyo, kombora moja lilianguka nje ya maji ya eneo la UAE huko jingine likianguka katika ardhi ya UAE. Tangu kuanza kwa mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani, UAE imekuwa miongoni mwa nchi za eneo hilo zilizoathiriwa na mashambulizi ya Irani. Wamesitisha biashara ya miamala na Irani. Ni tofauti tu za kijiografia na kisiasa ambazo ni za muda, unaweza kusema, kwa sababu kama ambavyo taarifa inaeleza hapo, yalifanyika mashambulizi mara nyingi sana katika ardhi yao
lakini katika vituo vya Marekani. Unajua Umoja wa Falme za Kiarabu au UAE ni mmoja wa washirika waaminifu sana wa Marekani. Na Iran amekuwa akifanya mashambulizi katika vituo vya kijeshi vilivyoko katika nchi hiyo. Sasa hatua hii ya karibuni ndio imewakasirisha, ingawa Tehran mpaka sasa hivi inaendelea kusisitiza kwamba haikufanya shambulizi lolote lile la aina hiyo ambalo UAE inaituhumu. Kwa hiyo ni tofauti za kisiasa. Lakini tukumbuke kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu na Iran, haya ni mataifa ambayo yako katika ukanda mmoja, na ni mataifa yaliyo katika jumuiya hii ya biashara ya mafuta kwa maana ya OPEC na OPEC Plus. Kwa hiyo sitegemei kwamba yatachukua muda mrefu. Saa hizi tofauti zitachukua muda mrefu sana, hasa kwa kuzingatia kwamba zote kwa pamoja zinaathiriwa na hiki kinachoendelea katika ukanda huo. Lakini pia katika siku za karibuni kumekuwa na kubadilika kwa mtazamo wa hasa mataifa haya ya Ghuba ya Uajemi kutokana na vita hii kuwa ya muda mrefu na kuonekana sasa kwamba imeathiri uchumi wao hasa katika biashara ya mafuta kwa ujumla wao, iwe ni kwa Tehran na hata hawa majirani zake ikiwemo Umoja wa Falme za Kiarabu. Kwa hiyo sitegemei kuona kwamba hii zuia ya Umoja wa Falme za Kiarabu inachukua muda mrefu, kwa kuzingatia kwamba UAE pia ina mambo ambayo inawategemea Tehran, kama ambavyo Tehran ina mambo ambayo inawategemea, ikiwemo hilo swala la miamala ya kifedha. Kwa hiyo bila shaka sidhani kama itachukua muda mrefu wao kuweka pamoja tofauti hizi na kurejea katika uhusiano wa kikanda. Asante Dickson Waitu kutokea Tumaini Family Soko Kuu Bukoba, anasema tuko pamoja sana kwa habari kemkemo, mnatisha sana, ameandika hivyo. Asante. Mimi nauliza makao makuu ya Umoja wa Mataifa yapo kwenye taifa gani katika haya mataifa ya dunia? Alafu nasikia yupo katibu tu, mwenyekiti wake yuko wapi? Maana anakuwepo. Amechanganya maneno, lakini hoja yake ni hiyo hapa. Kwa kujibu haraka, Umoja wa Mataifa makao yake makuu yako New York katika taifa la Marekani. Ni kweli kiutendaji ina katibu mkuu, lakini anayeweza kuitwa mwenyekiti kiitifaki au kwa mantiki yake ni Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambalo ndio chombo cha juu zaidi kinachohusisha wanachama watano kwa maana ya Ufaransa, Uingereza, Marekani, China na Urusi. Asante Hariri Msanga Mtimle kwa ujumbe wako, na umepata walau majibu yako. Cheki akiwa Wanyere pia naye ametuandikia Musoma kule, anasema nakubali wa Kenya kwa ukomavu wao wa kisiasa, inatupasa mataifa ya Afrika kuiga baadhi ya mambo. Asante studio kwa uchambuzi. Naitwa Taji Muhamedi wa Mwananyamala. Sasa anasema Irani oi anaitikia sasa hapa. Hapo hatuwezi kuitikia. Binafsi sijiamini kama Marekani imeshindwa vita na Irani, kwa sababu vita vinavyopiganwa ni kurushiana makombora, sio jeshi kwa jeshi. Amani Tilia kutoka Moshi ameandika ujumbe wake. Hatujasema kwamba wameshindwa, tunazungumza katika muktadha wa malengo yale ya awali ambayo yaliwekwa bayana kwamba ndio yaliyosukuma mataifa haya kuanza mashambulizi. Yamefanikiwa au yameshindikana, ndicho tulichozungumzia msikilizaji wetu. Hatujasema kwamba ameshindwa, kwa sababu vita inaendelea by the way mpaka sasa hivi. Asante Kipara Original kwa ujumbe wake. Ujumbe wake sitausoma, ametoa hukumu